Usijihalalishie kuto kufanya wajibu wako ucha Mungu kwa sababu ya kaudhaifu fulani ambako kanaweza kakawa kapo juu ya mwili wako au kwenye maisha yako kwa ujumla. Mwanadamu kuishi kwako, kila sekunde unayopewa utatakiwa ukatoe hesabu kwenye sekunde hiyo uliifanya nini. Hata kama wakati mwingine unakuwa una udhaifu wa namna moja au nyingine, lakini kama tu una uwezo wa kufanya kitu fulani, kifanye kile kitu, kwa sababu wewe kesho yako haujui itakuwaje. Leo unaweza kuwa unajidhania uko kwenye mazingira au hali ngumu, lakini kesho inaweza ikawa iko kwenye hali ngumu zaidi, na kile kitu ulichokifanya leo kinaweza kikawa msaada kwenye kesho yako. Kwa nikupe mfano huu. Mimi jana nilikuwa mahali, kuna kitu nilikuwa nakifanyia kazi na kirekebisha. Baada hapo nikawa nimeteleza, kwa bahati mbaya nimeanguka. Unaweza kuona mkono uliteguka tu. Kwa baadaye hata ulivyoteguka bado nikawa naendelea kufanya kazi, na baadaye au kufanya hata dislocation. Baadaye nivo paka chua diclofenac nikafunga, lakini bado kazi ziliendelea. Baada ya hapo, kama ukiangalia vizuri clip yangu niliyotoa jana, mkono nilikuwa naweka tu hivi. Ulikuwa ukuti mkono ukiwa unafanyaje? Unaongea hivi mkono wa kulia. Angalia vizuri clip yangu niliyotoa jana na niliyotoa leo. Lakini pamoja na hayo, bado mimi siwezi nikasema nakaa kimya kwa sababu tu mkono wangu mmoja hauwezi kufanya kazi. Hapana, mdomo ninao unaongea. Mkono wa kushoto ninao unaweza kuweka msitizo. Ninao unafungua Biblia, unasoma vifungu, naelezea kile ambacho ni wajibu hasa wa kuishi kwangu. Sasa nakufundisha na wewe mwingine kwamba usiishi maisha ambayo wewe utakuwa unatengeneza visababu. Mimi nimeshindwa kufanya kile kwa sababu niliumia, nilikuwa na shida, kwa kweli nilikuwa na tatizo. Kuna watu ambao utaenda kuonyeshwa kwamba walikuwa na tatizo mfano hilo la kwako, lakini bado harakati ziliendelea. Na wakati mwingine inawezekana harakati zako za biashara, harakati zako za watoto kula zinaendelea. Kwa sababu hiyo ungefikiria pia harakati za neno la Mungu pia ziwe zinaendelea, ili hatima au ujumla wa thawabu ya kuishi kwako duniani iwe inaendelea kujengwa. Neema ya Kristo Yesu pamoja nawe. Amen.